Mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa channel ya Hatoboy Media, leo ni rekodi ambazo zinaweza kudhihirisha upande ambao sasa utaweza kufahamu kwamba je, ni dabi ipi iliyoweza kufanya vizuri, na katika dabi hizi ambazo zimeweza kuorodheshwa basi utafahamu na utaelewa kwamba je, ni Simba ama Yanga ilikuwa imeweza kuongoza mabao mengi sana na imekuwa ikiwa na rekodi nzuri za kumfunga labda timu nyenzie magoli mengi. Basi kwa takwimu hizi, kama utakuwa uko kijiweni, upo katika mbilinge na ubishani wa hapa na pale kwa mtani, yani kwa wale Simba Sport Club kuna Msimbazi na Dar Young African wana Jangwani, basi kwa rekodi hizi inatosha kusema kwamba unaweza ukabishana na mtani wako kwa hoja zilizo wazi. Nikianza kwa ile miaka ya nyuma, mwaka 1968, yani baada ya uhuru kupatikana Tanzania, basi ikapita miaka 7, dabi ya Kariakoo ikaweza kutokea. Yanga akiwa ndo mwenyeji wa mchezo, unaambiwaje, aliweza kumtundika Simba Sport Club kuna Msimbazi mabao 5-0, lakini haikuishia hapo, yani bado mambo yaliendelea na kiuhalisia ikafikia hatua mwaka 1977. Hapo kiuhalisia mambo yakawa ndivyo sivyo na mambo yakawa tofauti, huku Simba Sport Club akiwa ndo mwenyeji wa mchezo, na unaweza ukaona kabisa kwamba ilikuwa ni hatua ya kulipa kisasi. Tokea mwaka 1968 mpaka 1977 rekodi ikavunjwa na klabu ya Simba Sport Club kwa kuweza kuwatundika bao 6-0 klabu ya Wananchi. Basi maisha yakaendelea, ikafikia mpaka hatua ya mwaka 1994, yani hapa tunazungumzia yale mabao mengi yaliyoweza kutundikwa na timu hizi mbili. Katika mwaka 1994 pia Simba Sport Club akiwa ndo mwenyeji wa mchezo aliweza kumtundika bao 4-1, huku Yanga akiwa anateatea, na hapo pia Yanga akaona isiwe kesi. Maisha mengine yakazidi kuendelea, kawa zinaendelea kuonekana kabisa kwamba mpaka hapo Simba Sport Club inaonekana kuwa ndo kinara ambaye ameweza kumfunga sana Dar Young African. Pia maisha yakaendelea mpaka mwaka 2010. Kwa wale watoto 2000, basi nafikiri mechi hii iliweza kuonekana, kila moja aliweza kuona nini kilichoweza kutokea. Simba Sport Club akiwa ndo mwenyeji wa mchezo alimtundika klabu ya Wananchi bao 4-3. Pia watu wengi waliweza kuhoji na kuona kabisa kwamba ilikuwa ni dabi ambayo ilikuwa imeweza kuweka ushindani wa hali ya juu. Lakini pia ikapita miaka miwili, maisha yakazidi kusonga, na hapo Simba akiwa ndo mwenyeji wa mchezo pia na yeye akaamua kudondosha bao 5-0 mwaka 2012. Kila mmoja nakumbuka rekodi hii, na pia ikaenda mpaka mwaka 2020, Simba akiendelea kuwa ndo mwenyeji wa mchezo akimtundika bao 4-1 kikosi cha Wananchi, lakini wakasema aishi mpaka ishe. 2023 klabu ya Wananchi wakaweza kufanya makubwa kabisa ambayo kila sehemu iliweza kuonekana, kila eneo mabango yalitundikwa. Yanga akiweza kumfunga bao 5-1 Simba Sport Club, ambapo nafikiri mpaka leo hii na mpaka sasa hapo utakuwa umeweza kujitakia na utakuwa umeweza kuelewa nini maana ya dabi. Sasa hapo je, Simba ama Yanga, nani ameongozwa kufungwa mabao mengi? Tukutane kwenye comment. Ni Hatoboy Media.